Ibada ya mazishi ya Papa Francis iliyofanyika Jumamosi katika uwanja mtakatifu Petro mjini Vatican, ambapo mamia kwa maelfu ya waombolezaji wanatarajiwa kuhudhuria, wakiwemo viongozi wa dunia, familia za kifalme na maafisa wa kanisa Katoliki. Shughuli itaanza majira ya saa 4 kwa saa za huko, sawa na saa 7 mchana kwa saa za Afrika Mashariki, na tarajiwa kudumu kwa karibu saa 1:30. Baada ya misa kumalizika, mwili wa Francis utasafirishwa hadi katika kanisa la Santa Maria Maggiore mjini Roma kwa mazishi. Baada ya hapo, kipindi cha maombolezo cha siku 9 kitaanza. Viongozi mbalimbali mashuhuri waliothibitisha kuhudhuria ni pamoja na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Mfalme Felipe wa 6 na Malkia Letizia wa Uhispania, Rais Lula da Silva wa Brazil na Prince William kwa niaba ya Mfalme Charles wa 3. Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na mkewe Melania wapo miongoni mwa wageni wa heshima, hii ikiwa ni safari yake ya kwanza nje ya nchi katika muhula wake wa pili. Trump alimweleza Papa kuwa mtu mwema aliyewapenda watu waliopitia katika wakati mgumu. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer naye yupo mjini Vatican, akimtaja Papa Francis kama kiongozi asili aliyejitolea kwa maskini na waliosaulika. Brazil, nchi yenye Wakatoliki wengi zaidi duniani, ilitangaza siku 7 za maombolezo kitaifa, huku Rais Lula akimkumbuka Papa kama sauti ya haki na usawa duniani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitarajiwa kuhudhuria, lakini aligairi kutokana na majukumu ya kijeshi. Mkewe na waziri wa mambo ya nje wanamwakilisha kiongozi huyo na viongozi wengine waliohudhuria pamoja na Rais wa Poland Andrzej Duda, Rais wa Argentina Javier Milei, Rais wa Italia Sergio Mattarella na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Pamoja na Francis alifariki dunia Jumatatu Aprili 21, 2025 akiwa na umri wa miaka 88. Alikuwa amelazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma kwa muda kutokana na matatizo ya kupumua aliyochochewa na maambukizi ya homa ya mapafu. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.